Jumamosi ya leo hali gani mpenzi mtazamaji? Ni matumaini yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu ameweza na kukuamsha ukiwa mzima wa afya, ukiwa bado unaendelea na kuona, kutafakari na kujua kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda zaidi. Basi ni asubuhi njema, mimi hapa ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu akaweze na kuendelea na kutunyunyizia baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo anaenda kutufundisha ama kutuletea. Nawe ninaamini kwamba umeweza na kukaa na kutulia ili ukaweze na kupokea ama na kunyunyiziwa hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu na kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu sana tukaweze kuendelea na kubarikiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, ikiwa na imani kuu ya kwamba mahali ulipo unanipata vizuri, na mimi nashukuru Mungu kwa sababu yako, kwa sababu ya kupata nafasi hii ya kufungua runinga yako ili usipitwe na baraka hizi za asubuhi. Na hivyo basi ningependa tuweze kuendelea na ujumbe huu, kwa nini tusipende dunia, ama sababu za kutopenda dunia. Na kumbuka ya kwamba kichwa cha ujumbe ni Love Not the World, ama tusiipende dunia. Na kwa sababu, kwa nini Mungu ameleta ujumbe huu? Ni kwa sababu wakati huu wa msimu huu wa Krismasi, watu kwa sababu ya kupenda dunia wameharibika, wengine sana, wengine wakajikosea maisha yao sana. Na maisha yetu tujue ya kwamba maisha haya tulipewa na Bwana, tulipewa bure ili tuweze kuyatunza. Na katika hali hii ya kutunza ni vizuri tuweze kuzingatia ile imani, tuweze kuzingatia mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tukijua ya kwamba ni yeye tu ametuwezesha na ako na mpango mwema kwa ajili ya kila jambo. Ako na mpango mwema kwa ajili ya mambo yote. Ndugu mpendwa mtazamaji, naomba tukaweze kuingia katika neno, na siku ya leo tutaangalia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, mlango ni ule wa kwanza na mstari ni ule wa 20. Wakorintho wa kwanza, mstari wa kwanza na mstari mlango wa kwanza na mstari wa 20. Na pale nitaweza kusoma kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Siku hii ya leo, sababu ya sita, kwa nini tusipende dunia? Because its wisdom is foolishness. Yani ile kitu ambayo wanaita hekima, unjasiri, ni upumbavu. Na kwa sababu ni upumbavu huu umeelekeza watu kutotambua aliyewapatia neema na mamlaka ya kuishi. Na watu wakaingia katika mapenzi yao. Biblia likituonya tusipenda dunia, wao wanazidi kupenda na kutenda maagizo ya dunia na kufanya yaliyochukizo kwa dunia. Asubuhi hii ya leo ni vizuri uangalie alikokutoa Bwana,
Januari, wengi wakakufa, wengi wakangojeka, wengine wakapata anjali, na wewe bado unaendelea kumkataa. Kumbuka ya kwamba shetani hakuumba mwanadamu, bali Mungu ndiye aliyetuumba. Na sababu nyingine ya kuumbwa ni ili tuweze kumfanyia Bwana ibada. Na ikiwa siku ya leo ndugu zetu wa Adventist wanapoenda kushiriki katika ibada, wanatimiza mapenzi ya Bwana. Wakristo wengine wataabudu kesho, wataenda kutimiza mapenzi ya Bwana, kumfanyia Bwana ibada. Na kwa sababu ya hayo yote, wewe kwa sababu umesoma, labda unaingia unakaa, unasema ya kwamba hautaendelea ama hautaenda katika nyumba za Bwana ili kumfanyia Bwana ibada. Wewe ni nani? Jiulize, maisha haya na uhai uringa nao, je, Mungu akipenda saa hii jioni utaamka? Na kama jioni ama jioni itakufikia, na utakapokuwa unalala, je, asubuhi itakufikia? Kwa hivyo jua ya kwamba wao ambao unasema ya kwamba ni hekima kwako ndio upumbavu. Maana uliyemkataa aliyekuumba, where do you belong? Na Biblia ikasema ya kwamba uliyepatia kazi zako nafasi ya kwanza, uone kuwa huo ni upumbavu? Maana Mungu akitaka, hiyo kazi haitaendelea. Na ni vizuri unyenyekee, umsihi Bwana ili akuongoze na akupatie neema kuu. Maana ile neema ambayo atakupatia, utakuwa ushindi kwako na utakuwa na faida kubwa kuendelea katika dunia na hatimaye kufurahia uzima wa milele. Wengine kwa sababu ya kutokuwa na ile hekima, basi imefanya na ni wazee, ni kina mama, wachukue maisha ya vijana wadogo, wasichana wadogo, na waweze kuharibia maisha yao kwa sababu wametumwa na shetani. Na ndiyo maana na sisi tunahimizwa na Biblia ya kwamba tusiipende dunia. Maana kama utashawishiwa kwa njia ya pesa, pesa ni mambo ya dunia na itaisha tu, lakini uzima wa milele ni wa maana sana katika maisha yako. Ndugu na mpendwa mtazamaji, anatuambia nini Bwana? Anatuambia tusipende dunia. Na ndio maana Wakorintho unasema, yu wapi mwenye hekima? Kwa sababu Mungu akiangalia naona huo wote ni upumbavu. Watu wasiojielewa, watu ambao hawajui ya kwamba maisha yao wamepewa tu, na wakati wowote mwenyewe anaweza kuyataka. Anasema, yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Huyo ni Mungu anasema. Hakuifanya hekima ya dunia. Hayo yote ambayo tunaona kuwa anatuletea faida, Mungu anatuangalia tu akiwa mbinguni, anashangaa. Na hawa watu ni wa aina gani? Huwezi pewa kitu ya mwenyewe na uanze kuriga naye, maana si yako. Maisha si yako. Na wakati Biblia tuangiza tusipende dunia, inatuleta na inatuambia ya kwamba sisi hata huu mwili tuko nao, tunaotaka kuutumia vibaya kwa usherati, mambo ya unzinzi, mambo ya uchawi, mambo ya unganga, mambo ya masengenyo, tunaotumia sigara, wanaotumia na hata pombe, si yako, umepewa utunze. Na pale mbele kuongezea, Biblia inasema na ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kama ni hekalu, si hekalu inatunzwa? Nimeshangaa watu kuona wanatunza nyumba za ibada, lakini hawatunzi mwili wao mwenyewe, mwili wao wenyewe
Na Biblia inasema huo mwili ndio hekalu, na hiyo hekalu ikitunzwa hata ile ingine itakuwa safi. Ile ingine itakuwa safi. Ni vizuri kanisa la Bwana na mpendwa mtazamaji ujue ya kwamba Bwana amekupatia neema. Usipende dunia kwa sababu it's wisdom. Hiyo hekima ya dunia ni upumbavu kwa Mungu. Paulo kwenye Wakorintho 1:20 akatuambia. Na pale anasema, kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Japo kuwa tunadharauliwa kwa sababu ya kuhubiriwa. Nikaangalia kwenye kitabu cha Amos 8 verse 9, 10 and 11. Tunaona kuna wakati utafika watu watafute hizo ibada watu ambazo wanadharau, na zitakosekana. That means Mungu ametupatia maisha tuyafurahie kwa ajili ya mapenzi yake. Mungu atubariki na alibariki neno lake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya kimbali cha uhai. Umetufundisha mengi na tunayapokea kwa uweza wako. Tubariki na ubariki mtazamaji, na hata pia ukapata kubariki runinga hii. Baba, siku yote tuongoze kwa ajili uweza na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Hekima ya ulimwengu mbinguni ni uvumbavu. Hekima. Yaani kuna mambo mengine huwa tunayakimbilia kuyafanya katika ulimwengu ili tusije tukaonekana ni kama sisi hatuelewi, ni kama sisi tuko nyuma. Lakini kumbe wakati ambapo tunayafanya, maana walimwengu wanaona kwamba ni hekima, kumbe njuu mbinguni tunahesabiwa na tunaonekana wavumbavu. Na wavumbavu wa mbinguni, yani uvumbavu kwa kile ambacho kinaonekana ni uvumbavu, kondo kinaonekana huku kwamba yani ni kama ni hekima. Na kile ambacho kinaonekana ni ufukara ama ni uvumbavu katika hii dunia ndio hekima ya huko juu mbinguni. Je, unachagua lipi? Maana wakati mwingine tunakimbizana na mambo ya fashion. Unataka uonekane wewe ni mtu ambaye anaelewa tuko wakati mgani, anaelewa dunia imefika wapi, umesoma mpaka wapi. Lakini tukumbuke kwamba tumefundishwa kwamba hayo ambayo tunayafanya ili tukaweza na kuonekana tuko mbele, tukaweza na kushangiliwa na wale wengine na walimwengu, yani hayo yote yanaonekana ni kama hekima, watu wakupigia tu makofi na waseme kwamba kumbe huyu anaelewa sana, kumbe watoto wangu, msichana wangu, kijana wangu anaelewa vizuri, anajua tuko wakati gani. Wakati mwingine unavaa unasikia kwamba hatuko, yani wakati huo uliweza na kupitwa, hatuko hapo tena, lazima tuvae kama yani wakati huu. Kumbe njuu mbinguni hiyo yote inaonekana tu ni uvumbavu, lakini huko kwa dunia unaonekana kwamba wewe ni mwenye hekima. Jiangalie na ujichagulie. Unataka hekima ya juu mbinguni ama unataka hekima ya hapa ulimwenguni? Lazima ujichagulie wewe mwenyewe. Pastor, hilo ni fundisho ambalo naamini kwamba limekuwa ni la msaada kwetu. Na mtazamaji wetu ataweza na kujichagulia yeye anataka jambo gani, uvumbavu ama hekima ile ambayo inatambulikana na Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo unatoka hapa studioni, ninakutakia wakati mwema na siku njema. Na pia wewe mtazamaji wangu, ninakutakia wakati mwema na neema ya Mwenyezi Mungu ikutoshe. Kwa ndugu zetu, dada zetu ambao wanajiandaa ili wakaweze na kuenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia Sabath ambayo ni ya baraka. Shalom.